Piramidi za Misri, safari ya miaka 4,500. Ili kuelewa piramidi, lazima turudi nyuma, si tu kwenye ujenzi wake, bali kwenye kuzaliwa kwa taifa la Misri lenyewe. Karibu mwaka 3100 kabla ya Kristo, falme mbili, Misri ya juu na Misri ya chini, ziliunganishwa chini ya mfalme mmoja. Hapo ndipo enzi ya mafarao ilianza rasmi. Wafalme hawa hawakuonekana kama watawala wa kawaida. Waliaminika kuwa miungu hai, wawakilishi wa miungu duniani. Na kwa Mungu, kifo hakikuwa mwisho. Kwa Wamisri wa kale, maisha yalikuwa sehemu ya safari ndefu zaidi. Waligawanya nafsi ya mwanadamu katika vipengele kama Ka, nguvu ya uhai, na Ba, utu wa kiroho. Ili vipengele hivi viishi milele, mwili ulipaswa kuhifadhiwa. Ndipo mchakato wa mummification ulipozaliwa. Lakini mwili wa Mungu hauwezi kuzikwa tu ardhini. Mwanzoni, karibu mwaka 3000 kabla ya Kristo, mafarao walizikwa kwenye makaburi ya udongo yaliyoitwa mastaba. Haya yalikuwa majengo ya mstatili yenye paa bapa, yakijengwa kwa tofali za udongo. Ndani yake kulikuwa na chumba cha mazishi chini ya ardhi, lakini kadiri imani ya maisha ya milele ilivyozidi kuimarika, mastaba hazikutosha. Karibu mwaka 2670 kabla ya Kristo, alitawala Farao Josa wa nasaba ya tatu. Huyu alikuwa mfalme aliyetamani kitu kikubwa zaidi kuliko mastaba ya kawaida. Alikuwa na mshauri wake mkuu, mwanasayansi, kuhani, daktari na mbunifu, Imhotep. Imhotep alifanya mapinduzi. Badala ya kujenga kwa tofali za udongo, alitumia mawe ya chokaa. Badala ya mastaba moja, alipanga mastaba kadhaa juu kwa juu. Akaunda muundo wa ngazi unaopanda kuelekea mbinguni. Hivyo ndipo ilipozaliwa piramidi ya ngazi ya Sakara, piramidi ya kwanza duniani. Hii ilikuwa mara ya kwanza katika historia ya binadamu kujengwa jengo kubwa kwa mawe ya kudumu kwa kiwango hicho. Ilikuwa ishara kwamba mafarao sasa walijenga milele. Lakini safari ya umbo kamili la piramidi ilikuwa bado haijakamilika. Miaka kadhaa baadaye, katika nasaba ya 4, alitawala Farao Sneferu, karibu 2613 hadi 2589 kabla ya Kristo. Sneferu alikuwa mfalme wa majaribio ya kihandisi. Alijenga piramidi katika Dashur, ambayo leo inaitwa Bent Pyramid. Ilianza kwa pembe kali, lakini katikati wahandisi walibadili mwelekeo kwa hofu ya kuporomoka. Ndiyo maana leo inaonekana imepinda. Hakuishia hapo. Aliagiza piramidi nyingine, Red Pyramid, ambayo ndiyo piramidi ya kwanza kamili yenye pande laini na pembe sahihi. Hapo ndipo teknolojia ya piramidi ilipokomaa. Na kisha akaja mwanawe. Karibu mwaka 2589 kabla ya Kristo, Farao Khufu alipanda kwenye kiti cha enzi. Huyu alitaka kitu ambacho hakijawahi kuonekana. Katika tambarare ya Giza Plateau, aliamuru kujengwa piramidi kubwa kuliko zote. Kwa takribani miaka 20, maelfu ya wafanyakazi walifanya kazi. Wakulima walifanya kazi wakati wa mafuriko ya Nile. Mafundi walichonga mawe. Wahandisi walipima pembe kwa kutumia nyota. Piramidi kuu ilikamilika ikiwa na urefu wa mita 146. Ilikuwa jengo refu zaidi duniani kwa zaidi ya miaka 3800 hadi karne ya kati huko Ulaya. Ndani yake kulikuwa na vyumba kadhaa, King's Chamber, Queen's Chamber, na njia nyembamba zinazopanda juu kwa pembe maalum. Usahihi wake wa kijiometri ni wa kushangaza. Imeelekezwa karibu kikamilifu kwa pande 4 za dunia. Tofauti yake na kaskazini halisi ni ndogo sana kiasi cha kushangaza hata kwa viwango vya leo. Baada ya Khufu, mwanawe Khafre alijenga piramidi yake karibu na ya baba yake. Inaonekana kubwa zaidi kwa sababu imejengwa juu ya sehemu iliyoinuka kidogo ya tambarare. Ni wakati wake ndipo sanamu ya ajabu, Great Sphinx of Giza, inaaminika kujengwa. Mwili wa simba uliolala, kichwa cha farao kikitazama mashariki, kikingoja jua lichomoze kila siku. Kisha akafuata Menkaure, aliyekamilisha piramidi ya 3, ndogo zaidi, lakini yenye ustadi wa hali ya juu. Hapo ndipo kilele cha enzi ya piramidi kubwa kilipofikiwa, karibu mwaka 2500 kabla ya Kristo. Baada ya hapo, mambo yalianza kubadilika. Rasilimali zilianza kupungua. Nguvu ya kifalme ilianza kudhoofika. Mafarao wa nasaba zilizofuata
waliendelea kujenga piramidi, lakini zilikuwa ndogo na hazikufikia ubora wa zile za Giza. Karibu mwaka 2200 kabla ya Kristo, Misri iliingia katika kipindi cha migogoro na kuporomoka kwa utawala wa kati. Enzi ya piramidi kubwa ilimalizika polepole. Karne nyingi baadaye, karibu mwaka 1550 kabla ya Kristo, katika ufalme mpya, mafarao walibadili mkakati kabisa. Badala ya kujenga makaburi makubwa yanayoonekana, walichimba makaburi yao katika milima ya Valley of the Kings ili kuepuka waporaji. Hapo ndipo tutamkuta Tutankhamun, Ramses wa pili na wengine. Lakini hata walipoacha kujenga piramidi kubwa, zile za Giza ziliendelea kusimama. Zilishambuliwa na waporaji. Zilivunjwa mawe yake ya nje katika zama za Kiislamu kujenga miji ya Cairo. Zilifukiwa na mchanga. Zilifanyiwa tafiti katika karne ya 19 na 20. Na hata leo, teknolojia ya muon scanning imegundua nafasi tupu ndani ya piramidi ya Khufu ambazo hazijafunguliwa bado. Baadhi ya watu wamependekeza nadharia za nyota, kwamba mpangilio wa piramidi tatu unafanana na nyota za Orion Belt. Wengine wamependekeza nguvu za siri au viumbe wa nje. Lakini ushahidi wa arkeolojia unaonyesha wazi, hizi ni kazi za akili za binadamu. Akili iliyoamini katika milele, akili iliyoelewa hesabu, geometry na astronomia, akili iliyopanga taifa zima kushirikiana katika mradi wa kizazi. Leo, baada ya zaidi ya miaka 4500, piramidi bado zinasimama. Zinatusimulia hadithi ya wakati ambapo mwanadamu, bila mashine za kisasa, aliamua kushindana na muda, na kwa kiasi fulani alishinda. Hapa nafika mwisho wa makala hii. Tukutane kwenye video zijazo kwa ajili muendelea wa makala zingine nyingi. Usisahau kusubscribe. Pia fuatilia chaneli yetu kwa makala zingine zaidi.